Ni saa 12 saa ya Afrika ya Kati, sawa na saa 1 kamili saa ya Afrika Mashariki. Ujambo na karibu kuandamana nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi Agosti mwaka wa 2026. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, matangazo au unayapata moja kwa moja kupitia mtandao wa Facebook na YouTube ukiandika Amani TV Media, hapo unajiunga nasi. Lakini ukiwa kwa Shabunda, matangazo au utayapata mbashara kupitia redio Mutula FM na kutangazia kwenye mawimbi ya 92.8 FM. Pia ukiwa uko jimboni Kivu Kaskazini, tarafani Beni, ndani ya manispaa ya Kasindi kwenye mpaka wa DRC na Uganda, utatupata bila chenga kila siku mnamo majira ya saa 2 kamili asubuhi kwenye redio Kanale Victoire Pepe na peperusha kwenye mawimbi ya 90.4 FM. Jina langu ni Ramsehi Ramadhani. Asubuhi ya leo na mengi ya kuwajuza kutoka kona zote mashariki mwa DRC, hivyo nakuomba kuandamana nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka natumai kwamba utakuwa salamu salimini popote ambako unaendelea kutusikiliza kwa muda na saa kama hizi. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka huko Goma, jimboni Kivu Kaskazini, ambako helikopta 3 zinazodaiwa kuwa za MONUSCO, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zimewasili mjini Goma Jumamosi tarehe 15 Agosti mwaka wa 2026. Helikopta hizo ambazo zimewasili zikiwa na jumla ya wafanyakazi 17 wa ndege zitatumika katika operesheni za kufuatilia na kuthibitisha utekelezaji wa makubaliano ya usitishaji wa mapigano katika jimbo la Kivu Kusini pamoja na Kivu Kaskazini. Hatua hiyo inakuja wakati maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanakabiliwa na hali ya sintofahamu ya kiusalama, huku mapigano yakihusishwa na shughuli za kundi la AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa hizo, uwepo wa helikopta na vikosi hivyo unalenga kuimarisha mfumo wa utekelezaji, udhibiti na usalama, pamoja na kuhakikisha kwamba hali ya usitishaji mapigano inafuatiliwa kwa karibu katika maeneo yanayodaiwa kuwa na mzozo. MONUSCO inatarajiwa kutumia uwezo wake wa anga na vikosi vilivyopo katika eneo hilo kufuatilia hali ya usalama na kutoa taarifa kuhusu utekelezaji wa usitishaji wa mapigano katika Kivu Kusini pamoja na Kivu Kaskazini. Na tukisalia tu kwa jimboni Kivu Kaskazini, ni kwamba kituo cha kulelea watoto yatima Orphelinat Chunge Yatima kilichopo katika eneo la Beni kinaendelea kupokea watoto yatima siku hadi siku, huku uongozi wa kituo hicho ukieleza kuwa mahitaji ya watoto yanaendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa Mama Desange, kiongozi wa kituo hicho, kila siku kituo kinapokea idadi kubwa ya watoto wanaohitaji malezi na msaada. Hata hivyo, anasema kituo kinakabiliwa na changamoto kubwa ya ukosefu wa chakula. Mama Desange ameeleza kuwa hali hiyo imeanza kuathiri afya ya baadhi ya watoto, ambapo wengine wameanza kuvimba mashavu na kuugua magonjwa yanayohusishwa na utapiamlo kutokana na ukosefu wa lishe bora. Kwa sasa baadhi ya watoto wamelazwa hospitalini kwa ajili ya matibabu, huku wengine wakiendelea kupatiwa huduma katika kituo hicho. Kutokana na hali hiyo, Mama Desange imetoa wito kwa watu wenye moyo wa huruma wa kujitolea, mashirika ya jamii, wafanyabiashara na wadau wengine wenye uwezo na wale walioko katika nchi za nje kujitokeza na kusaidia kituo hicho ili kuwawezesha watoto kupata chakula na huduma muhimu. Aidha, kiongozi huyo amekumbusha kuwa tayari kituo kilikuwa kimetoa wito wa kuomba msaada wa vifaa vya shule kwa ajili ya watoto yatima, lakini hadi sasa hakuna mtu aliyejitokeza kutoa msaada huo. Kwa leo kungambo wa kiafya kunakuwa malisho mabaya, kunakuwa
watoto wanavimba machafu, miguu inavimba, na ile natokana na vita kila siku. Juu yatima wanaongezeka juu ya kufatana na nani? Na vita, mauaji, wanachinja wazazi, walunguzia manyumba, wapiga masasi, ile naongeza idadi ya watoto mayatima. Mpaka sasa vifaa vya masomo havijaonekana. Juu huko wageni walikuya, wanakimbia vita, wanatoka Mambasa, wanatoka Nyanya, wanatoka Walikale, wanatoka Masisi, wanatoka Goma, Vichumbi, Kibirizi, Kikingi, Wicha, Mandumbi, wanakimbia huku Kasindi, Lubiria, wanakuja hapa. Watoto mayatima wanakuwa hapa kituo cha tukinge yatima. Wanaongezeka, vifaa yaonekana, mabuku, maviato, makartable haiyaonekana. Ni shida sana yenyewe iko. Ombi yangu ya mwisho kuhusu vifaa vya masomo, naita wazazi wote wiko nanisikiliza, wasaidie yatima juu ya vyombo vya masomo. Kwani sasa hivi masomo inaenda kufika, lakini mpaka kwa leo habaya kuwa na mabuku, habaya kuwa. Na ndio maana mimi naita kwa wazazi wote wiko nanisikiliza, wasaidie yatima, wasichoke kuwasaidia. Vita inaacha wanangaika, wanaua wazazi yao, na tena wasisome. Kumbe sie wazazi wetuko hai, tuwasaidie kuwauzia vyombo vya masomo, ili saa masomo itaanja wakuwe na viko tayari. We mnajua udieme vile ile manani zake za mkinyo zote zinakatika katika ile meno. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ukiwa na msaada wa kuweza kuwasaidia watoto hao yatima, unaweza kuwasiliana nasi moja kwa moja kupitia namba hizo ambazo ziko kwenye video, na tutakusafirisha moja kwa moja hadi kwenye uongozi wa kituo hicho. Na huko kwenye uwanja wa vita ni kwamba Synergie ya umoja wa VDP Wazalendo wa Kivu Kaskazini umetangaza kupiga marufuku kuanzishwa kwa makundi mapya ya waasi au makundi yenye silaha katika eneo hilo. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 12 Agosti mwaka wa 2026, muungano huo umewataka wazalendo wanaotaka kujiunga na VDP kujiunga na mojawapo ya makundi 18 yaliyoundwa na uongozi huo. Muungano huo pia umeonya dhidi ya matumizi mabaya ya jina la VDP kwa maslahi binafsi, hasa kwa watu wanaoweza kutumia jina hilo kujipatia manufaa au kufanya shughuli zisizohusiana na malengo ya muungano. Muungano huo wa VDP Wazalendo kutoka uko jimboni Kivu Kaskazini unasema kuwa mtu yeyote atakayekiuka maagizo hayo mara kwa mara atachukuliwa hatua za kisheria na kufikishwa mbele ya vyombo husika. Aidha, muungano huo umeonya kwamba wanaokiuka maagizo hayo watachukuliwa kama wahalifu na watafuatiliwa kwa mujibu wa sheria, huku ukitaja ADF na M23 RDF kuwa ni mahadui wanaopambana nao katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo inalenga, kwa mujibu wa taarifa hiyo, kuzuia kuibuka kwa makundi mapya yenye silaha na kuhakikisha kwamba watu wanaotaka kujiunga na VDP wanafanya hivyo kupitia miundo iliyopo ndani ya Synergie ya VDP Wazalendo Grand Nord. Baraka. Jumuiya ya kiraia ya Fox Vive katika mji wa Baraka tarafani Fizi imetangaza siku 3 za mji kufungwa au vile mocked kuanzia Jumatatu tarehe 17 Agosti hadi Jumatano tarehe 19 Agosti mwaka wa 2026. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumamosi tarehe 15 Agosti, hatua hiyo inalenga kushinikiza kuachiliwa bila masharti kwa viongozi wa kijamii waliokamatwa tarehe 14 Agosti. Taarifa hiyo inaeleza kuwa viongozi hao walikamatwa kwa kile kinachoelezwa na jumuiya hiyo kuwa ni kukamatwa kiolela, kisha wakihamishwa usiku na kupelekwa katika mji wa Uvira ambako wanadaiwa kuwekwa katika kituo cha polisi ya taifa PNC.
Kwa kutangaza siku hizo 3 za mgomo baridi, Fox Vive ya Baraka inataka mamlaka zichukue hatua za haraka na kuhakikisha viongozi hao wanaachiliwa huru bila masharti. Hatua hiyo inaweza kuathiri shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi katika mji wa Baraka, ikiwa ni pamoja na biashara, usafiri na huduma nyingine za kila siku. Jumuiya ya kiraia imesisitiza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya shinikizo la kutaka mamlaka kuheshimu haki za raia na kuhakikisha watu waliokamatwa wanapatiwa haki zao kwa mujibu wa sheria. Amani TV Media itaendelea kufuatilia swala hili na kukupatia taarifa zaidi kuhusu utekelezaji wa siku hizo 3 za mji kufungwa. Uvira. Mwili wa mvuvi aliyekuwa ameripotiwa kutoweka katika ziwa Tanganyika tangu Alhamisi tarehe 13 Agosti mwaka wa 2026 umepatikana Jumamosi tarehe 15 Agosti mwaka wa 2026 katika ufukwe wa Mulongwe karibu na kanisa la Orthodox. Kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwa eneo la tukio, mwili huo uligunduliwa na baadhi ya wakazi waliokwenda katika ufukwe wa ziwa. Taarifa zinaeleza kuwa marehemu alizama majini wakati akiendelea na shughuli zake za uvuvi katika ziwa Tanganyika. Hadi sasa mamlaka za eneo hilo pamoja na familia ya marehemu hazijatoa taarifa rasmi kuhusu utambulisho wa marehemu wala kueleza kwa kina mazingira yaliyosababisha ajali yake. Tukio hilo limewaacha wakazi wengi wa Uvira wakiwa na huzuni na mshangao, huku mwili wa marehemu ukiondolewa katika eneo la ufukwe na kusubiri hatua za mazishi kutoka kwa serikali. Na kwingineko ni kwamba gavana wa kijeshi wa jimbo la Kivu Kaskazini, Meja Jenerali Evariste Somo Kakule, aendelea kusukuma mbele miradi ya maendeleo na uboreshaji wa miundombinu katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo licha ya changamoto za kiusalama zinazoendelea kusababishwa na vita vya makundi yenye silaha. Moja ya miradi inayotajwa kwa sasa ni upanuzi wa uwanja wa ndege wa Kigoma Walikale, ambapo urefu wa kutua na kuruka kwa ndege unaendelea kuongezwa kutoka takriban mita 1100 hadi mita 1800. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, ndani ya kipindi kisichozidi miezi mitatu, kazi inaendelea kuondoa vikwazo vilivyokuwa katika eneo hilo, ikiwemo vilima, misitu midogo pamoja na maeneo yenye maji, ili kukamilisha takriban mita 700 ya nyongeza kwa ajili ya ndege hiyo. Katika ziara ya kukagua na kutathmini miradi ya maendeleo ya jimbo hilo, mbunge wa jimbo Bienveni Lutsumbi anayewakilisha eneo la Butembo alifika Walikale na kujionea maendeleo ya ujenzi huo. Hii yenyewe wamefanya hapa tu ni kazi ya quelques mois, kutosha mushitu yenyewe ilikuwa, maeta yenyewe ilikuwa, mai ilikuwa inajaa kule. Na wanaturassurer que dans 6 mois, il y aura vraiment de l'évolution ya kazi hapa. Donc le but c'est que tout désenclaver Walikale, c'est aussi une partie importante de la province de Nord Kivu. Et il faut ici kukwe kunashuka des avions za Kabambi. Nous allons soutenir cette vision du gouverneur de la province. Parce qu'on doit soutenir le désenclavement de la province de Nord Kivu. Face yote kuweze kukua communication entre les agglomérations. Na vitu vikwe vinaweza kuwa nafika. Et beaucoup d'autres biens, batu baweze kufanya kazi zao mzuri. Si vous voyez de l'eau là-bas, les exploitations minières za ba chinois, mais bon, si on est coupé des autres entités, comment tous ces gens vont vivre et effectuer kazi zao? Et donc nous on félicite E-Vision, et en tant que député provincial, nous appelons la population du Nord Kivu à soutenir cette vision que porte le gouverneur de la province. Na hivi vitu ni vya kuendelesha porque tuweze kuviona vinakamilika. Et merci aussi à l'entreprise qui exécute, c'est la même entreprise yenye kunajenga barabara ya Walikale Kibua yenye tumetoka kubaonesha. La même entreprise est en train de réaliser les gros travaux ya kuwa allonger ya piste ya atterrissage. Merci beaucoup.
Na tuitamatishe taarifa yetu ya habari na habari kutoka kwa Kinshasa, ambako vyama na makundi mbalimbali ya upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinatangaza maandamano yatakayofanyika tarehe 15 Septemba mwaka wa 2026 mbele ya Palais du Peuple mjini Kinshasa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, viongozi wa upinzani wamewataka wafuasi wao kujitokeza kwa wingi katika maandamano hayo ambayo yamepangwa kufanyika siku ambayo Bunge la Taifa litaanza rasmi muhula wake mpya wa kazi. Tarehe 15 Septemba ndiyo siku inayopangwa kwa ajili ya kufunguliwa kwa muhula wa Bunge la Taifa. Hivyo upinzani umeamua kuitumia siku hiyo kuandaa maandamano mbele ya Palais du Peuple. Viongozi au upinzani wamewataka wafuasi wao kujipanga na kushiriki katika maandamano hayo, huku wakieleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya shughuli zao za kisiasa katika mji mkuu wa Kinshasa. Hadi sasa taarifa hiyo waeleza kwa kina madai yote yatakayowasilishwa katika maandamano hayo, wala haijabainisha hatua ambazo mamlaka zitachukua kuhusu ombi hilo. Le 15 septembre, biso peuple congolais ine pona bako bakozala na Kinshasa, po babiso po tozala na Kinshasa tokokende ine ti Palais du Peuple. Oyebi ke ezali rentrée parlementaire ndenge mbala ya moto Tshisekedi atindi yango kuna tokokoma wana mpona kopesa badepute nationaux vote ebango babongwama mpona koyamba biso paske le 15 tokozala wana. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi Agosti mwaka wa 2026. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, ikiwa ni mara yako ya kwanza kujiunga nasi, hakikisha na subscribe channel hii, una comment, lakini pia una share habari zetu kwa walio wengi zaidi. Jina langu ni Ramsey Ramadhani. Nasema shukrani za dhati zije kwako ambao ulikuwa nawe mwanzo mpaka tamati, ambao umetusikiliza kupitia redio Canal Victoire du Peuple huko jimboni Kivu Kaskazini, lakini pia ambao umetufuata vyema redio Mutula FM huko jimboni Kivu Kusini katika tarafani Shabunda.